Bwana mtazamaji wa Nakivona Sports, tupo kwenye mchakato wa kuchakata mchezo wa fainali kati ya klabu ya Simba dhidi ya RS Berkane ama Berkane dhidi ya klabu ya Simba, shirikisho barani Afrika msimu 24-25. Nipo na mchambuzi wa boli Garibu Mzinga ambaye anapatikana pale Azam Media. Unaweza kumsikia kupitia Azam TV kwenye vipindi mbalimbali na mechi mbalimbali, na huyu ndio mwanadamu aliyevusha Simba kwenda hatua ya fainali. Mwanadamu aliyevusha Simba kwenda hatua ya fainali. Goli la Jean Chazawa hapa kisiwani Zanzibar pale Unguja kwenye uwanja wa Amani Complex, ni mtangazaji, yeye ndio alitangaza. Tuyaache hayo. Sasa hivi kwenye debate kubwa watu wanajadili Simba fainali, lakini kuna swali moja naona liulizwi na watu wengi, na swali lenyewe ni hili: ukitazama kwenye rekodi za miaka 10 ukichukua, vilabu vya ukanda wa kaskazini wamekuwa wakitawala sana mashindano ya shirikisho barani Afrika. Ukiiona wewe hii kama Garibu Mzinga, unaweza ukasema nini kuelekea mchezo wa finali klabu ya Simba dhidi ya RS Berkane home and away? Kabla ya kujibu swali lako, mimi sijawahi kuivusha timu yoyote duniani. Unakataa. Mbona wamekutukana? Kuvusha, mbona wamekutukana? Wanatukana, ndio maana nakwambia mpuzie. Sijawahi kuvusha timu yote kwa sababu mwenye kazi ya kuvusha ni Mungu na wachezaji pale uwanjani. Mimi nimekaa zangu Dar es Salaam natangaza mechi. Timu iko zake sio Algeria, timu iko South Africa. Mimi naivushaje? Uchezi. Anyways, Bwana Kionjo, njoo sasa hapo uniambie utawala wa timu za Kiarabu kwenye shirikisho kwa miaka hii takriban 10. Kwenye shirikisho Afrika, shirikisho imeanza mwaka 2004. Hii 2025, miaka 21, edition ya 21 hii hapa. Lakini katika miaka 24 hiyo, mwaka wa kwanza 2004 alichukua Heart ya Nigeria, ya Ghana, Heart of Oak. 2012 akachukua AS Leopard ya Congo Brazzaville. 2009 akachukua Stade Malien ya Mali. 2016-17 akachukua Tupuisa Mazembe. Kwa hiyo timu za Sub-Saharan zimechukua mara 5 katika edition 21. Katika edition 20 imechukua mara 5. Manake mara 15 wamechukua Waarabu. Kwa hiyo uko sahihi kwa swali lako, mimi nimeenda mbali zaidi kwa maana tangu ilipoanza. Mara ya mwisho sasa kuchukua ndio 2017. Ndio mara ya mwisho timu isiyokuwa ya kaskazini ilichukua kwenye Confederation. Champions League mara ya mwisho ilikuwa mwaka 2016. Pitso alichukua Pitso Mosimana akiwa na Mamelodi Sundowns. Wanafunga klabu za Zamalek. Sasa swali lako la msingi la hizi timu za Kiarabu ku take over kuelekea mechi ya Simba. Of course, Waarabu mpira wao umekuwa kwa miaka mingi, tangu miaka ya 80. Unajua hii michuano ya Champions League kipindi kile kutoka ubingwa ilianza miaka ya 64 huko. Baadaye kutoka 64 mpaka kwenye 80 hapa ilikuwa timu za huko Sub-Sahara ndo zinafanya vizuri. Tonere Yaounde, sijui timu za Kameruni hapa. Tonere Yaounde, Kanoni Yaounde, ilo Asante Kotoko ni timu likubwa. Kuna timu inaitwa Hafia liko Guinea. Kuna AS Bilima ilikuwa hapa DRC hapa. Bilima AS Tupuisa Mazembe kutoka DRC, Orex Douala kutoka Cameroon. Shona, haya Stade Malien alikuwa na challenge sana. Kuna Etoile du Flante du Togo kutoka Togo. Kwa hiyo hizo timu zilikuwa nyingi sana zinafanya vizuri, lakini baadaye miaka 80 Waarabu wakachukulia mpira kama serious. Wakachukulia kama fursa, basi wakaingia. Miaka 80 zikaanza kutokea timu za Kiarabu kwenye finali. Imeenda kufika 90, kutoka 90 kuingia miaka 2000 ndo wametake over, ikafika hatua sasa kuipata finali timu za Sub-Sahara ilikuwa ndoto. Finali wakutana Waarabu kwa Waarabu. Umeelewa? Yes, sasa kuna sababu nyingi, of course tunaweza tukazungumza siku nyingine, lakini mataifa ambayo yamesalia kwenye soka la Sub-Saharan maana yake nje ya mataifa ya Kiarabu, mataifa ambayo yamesalia yana nguvu: South Africa, Tanzania. DR Congo wapo hapo. DR Congo wamedhoofika sana. Yaani wapo lakini wamedhoofika sana. Yes, lakini Tanzania na South Africa, Sudani, DR Congo ni mataifa ambayo yalikuwa na nguvu, yamepungua quality.
sasa hivi. Tanzania tumeteka over kulinganisha na hayo mataifa yote. Hata kwenye renki za miaka 12, za timu 12, mataifa 12, sisi tuko juu kuliko hao. Yes, lakini tunazidiwa tuna South Africa. Kwa South Africa wenzetu wako ahead. Na South Africa wamshukuru huyu Mamelodi Sundowns. Tuwamshukuru. Of course. Sasa Simba anaingia kwenye huu mchezo dhidi ya RS Berkane akiwa na kumbukumbu nzuri dhidi ya Waarabu. Within this season kwenye Confederation amekutana na Waarabu 4. Unafahamu hilo? Waarabu 4 amekutana nao, usipepese macho. Waarabu 4. Mwarabu wa kwanza ni Al Ahly Tripoli kutoka Lulu, ndio? Kutoka Libya. Mwarabu mwingine ni SS Sfaxien kutoka Tunisia. Mwarabu mwingine SS Constantine kutoka Algeria. Mwarabu mwingine ni Al Masry kutoka Misri. Waarabu 4 kutoka katika mataifa 4 ya Afrika Kaskazini. Mataifa ya Afrika Kaskazini yako haya 5. Ameshakutana na Waarabu kutoka mataifa 4 kwa maana ya Libya, Tunisia, Algeria na Morocco, ndo anakutana naye huyu sasa RS Berkane. Ushamfahamu? Sasa basi, Waarabu hawa tunafahamu kwamba hizi timu za kaskazini, hilo ndio lugha rahisi wa Waarabu, zimekuwa zikitusumbua sana sisi Sub-Saharan. Tunapata wakati mgumu. Timu zetu tumeshashuhudia hizi Simba, Yanga, Azam zishapigwa chuma nyingi huko. Yes, tumeshashuhudia mara nyingi. Lakini sio sasa hivi. Tumeshafanya investment. Tumeboresha timu zetu. Yaani zile nafasi za kina Mazembe miaka ile zina challenge nini, ndio timu zetu tumeboresha. Tumefikia ile level. Kwa hiyo investment ambayo tumeifanya sasa inatosha kwenda kucompete nao. Na ndio maana msimu huu Simba kacheza na Tripoli. Matokeo ya home away, Tripoli out. Okay. Safi. Si ndio? Kwa sababu kule ilikuwa 0-0, hapa kapigwa 3-1. Tripoli out. Timu ya kaskazini hiyo. Kenda kucheza na timu ya Tunisia kwa maana ya Sfaxien. Sfaxien hapa amekufa goli 1-0. Si ndio ilikuwa hivyo? Ilikuwa 2 nadhani. 2. Kapigwa sui 2 sui 1 sishasahau, lakini kapigwa hapa. Mechi ya pili kule kapigwa na kwake, yani kapigwa nje ndani. Na huyu ndo greatest club of all time kwenye michuano, ndo timu iliyochukua mara 3 pekee kwenye michuano hii, ni yeye. Shaona kacheza na Al Masry kwanza na Constantine mwa Algeria, kafungwa Algeria goli 2-1. Tena haikuwa tu ile mechi. Yes, hapa kashinda 2-0. Maana yake kama ingekuwa ndo mtoano, Constantine nje. Kuna clip moja inafanyaga mzee mieyusho. Kwa hiyo Constantine alikuwa out. Kakutana na Al Masry, moja ya timu yenye experience, inatokea kwenye ligi bora yenye mvuto, yenye ushindani wa hali ya juu, ligi nambari 1. Kule kashinda goli 2, hapa 2-2. Twende kwenye matuta. Kanyongwa, si ndio? Kwa hiyo kituo kinachofuata ni Morocco, ndo sehemu pekee ambayo Simba hajaenda. Kwa hiyo anaenda Morocco sasa hivi kwenda kukutana na RS Berkane. Si ndio? Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake licha kwamba Waarabu wanafanya vizuri kwenye michuano ya kimataifa, lakini Simba tayari ameshacheza na Waarabu kutoka katika mataifa 4. Katika mataifa 5 ya Afrika ya Waarabu ameshacheza na timu kutoka katika mataifa 4. Kwenye aggregate yote Simba kayanyoosha. Shanafahamu? Maana yake RS Berkane anakwenda kukutana na mpinzani ambaye anajua kucheza na timu za kaliba yake kutoka katika ukanda wake. Kwa hiyo Simba na yeye amejitafutia ufalme wake katika soka la Afrika Kaskazini, sehemu ambayo timu zetu zilikuwa zina struggle sana. Lakini Simba ameenda kuonesha kwamba yes we can. Investment, good preparation, supporters wa kutosha. Mind you, na kipindi hicho tayari Simba amepitia kipindi cha mechi anacheza ana mashabiki uwanjani, alipigwa ban mechi dhidi ya Constantine, karuka naye. Kwa hiyo hiyo ni football na Simba tayari ameshaonesha njia.
Bwana mtazamaji, umesikia nondo kutoka kwa Gharibu Mzinga akizungumza kwa kina namna gani Simba ameshapata uzoefu wa kucheza na timu za kaskazini, japokuwa RS Berkane ni miongoni mwa timu guru sana kwenye mashindano ya shirikisho barani Afrika, lakini nini kitatokea ni swala la kusubiri na kuona. Simba ugenini mechi ya kwanza, then Simba Dar es Salaam mechi ya pili. Hii ni fainali ya shirikisho barani Afrika, ligi nambari 4, club nambari 4 barani Afrika, inajua cha kufanya, na mimi fainali. Fall Davis akiasikia Gharibu Mzinga, na mimi nitamuongezea vitu kuelekea mchezo. Mimi ni Isike, huyu ni Gharibu Mzinga, nyuma ya kamera iko Rasta Jackie. Bwana mtazamaji, hii ni Nakivona Sports, nipo na Gharibu Mzinga. Jina langu la kuchukulia mshahara ni Isike Fred the Eli Capitano. Nyuma ya kamera yupo Madam Jackie, camera woman bora zaidi kwenye zama hizi za Samia Suluhu Hassan. Mimi kwangu naamini ni katika wanawake washindi sana mwaka 2025. Gharibu Mzinga, ukiacha mambo yote kwenye vipindi vya michezo na visikia, magazine nasoma, video vya kahawa vinazungumza, hususan hapa Pemba tulipo, wengi wanaiona kama Simba ina bahati kuanzia ugenini. Tunakumbuka klabu ya Yanga kilichotokea miaka miwili tu nyuma, huu mwaka wa 3, si ndio? Alianza nyumbani akaenda kumaliza shughuli ugenini finali dhidi ya USM Alger, Benchika akachukua ndoo kwa goli la ugenini. Nataka uniambie kiutafiti wako, kiuchambuzi, Simba kuanzia Morocco mchezo wa kwanza kumaliza nyumbani, faida yake ni ipi kwa Simba? Kwanza hapo kwa Yanga ulisema Yanga alianza nyumbani akaenda ugenini. Afikia mmoja akampiga mwenzake kwake. Maajabu. Yaani ni bahati, yule Benchika hata sawa bahati tulimlinda. Yeah. Anyways, kuna faida kubwa sana. Hiyo faida inaliliwa na haipangwi. Yaani haijitokezi tu kwamba huyu akipita kwenye structure hii itakuwa hivi. Inatokana na timu inamaliza nafasi ya ngapi. Yaani skeleton ipo, ila haijulikani atakaa nani. Kumbe huaga haiangalii labda wewe mkubwa ndo unaanzia hivi. Hiyo inaishia kwenye hatua ya robo. Ndo basi. Ndo mwisho. Kuanzia kwa nusu, kwa namna ile structure ilivyokaa tu. Skeleton unavyoangukia pap, huyu atacheza na huyu, anacheza F1. Yaani semi-final 1 atacheza huyu. Semi-final 1 itabidi awe nyumbani. Yaani kwa hiyo Simba kwenye njia yake iliyopita ilikuwa acheze final 2. Yaani pale inaandikwa final 2 Simba. Yaani Stellenbosch / Simba sawa sawa na final 2. Final 2 maana yake unajua nini? Yaani anayeshinda hapa anaenda kucheza final 2. Anaanzia ugenini. Na yule Berkane mepi yake ilivyokuwa imechorwa final 1 anaanzia nyumbani. Kumbe kwa Yanga haikuwa ubora wa vilabu. Sio ubora. Ni skeleton ambayo watu walongopiana sana mtaani. Skeleton ipo ila timu ndo sijulikani. Nani ataingia hapa haijulikani. Ushanifahamu? Kwa hiyo ina hayo mazingira. Sasa Simba imeangukia kucheza ugenini ndio mechi ya kwanza. Of course ni kitu kimoja kizuri sana, muhimu sana, kwa sababu unapocheza ugenini una nafasi ya kusawazisha ikitokea haukufanya vizuri kwenye mechi ya ugenini. Kwa hiyo Simba anakwenda Municipal ya Berkane, moja ya viwanja vigumu honestly, uwanja ambao msimu huu hakuna timu ambayo imetoka. Simba mwenyewe ni shahidi pale. Aliwahi kwenda pale na hakutoka, alifungwa goli 2-0. Mashabiki wao wana nguvu, wanashangilia kwa pressure sana, wana jukwaa lao liko kusini mwa lango. Linaitwa Orange Boys. Ndio jina la utani la klabu pia. Kwa hiyo wanashangilia kwa nguvu muda wote kwa ajili ya kumharas golikipa. Kupewa tu wakati mgumu golikipa usio na utulivu. Kwa hiyo ni uwanja mgumu wa RS Berkane. Sawa. Simba narudi tena pale. Good thing ni hiyo kwamba wanapafahamu. Kwa wanarudi tena kwenda kucheza. Na this time around wanakwenda kucheza finali. Wanachotakiwa kwenda kukifanya Simba ni kwenda na discipline kubwa. Mimi namheshimu sana Fadu Davids. Ni kocha ambaye mimi ukizungumzia mafanikio ya Simba kwenye kampeni ya msimu huu ya Confederation, na ndio maana sehemu nyingi waga napenda kuanzaga Fadlu naanzaga hivyo, kwa sababu ni kocha ambaye anajua mpinzani huyu nicheza naye vipi, huyu nifanye vipi. Unaona wale Sfaxien kwenye group stage aliwachapa kule, alianza kwa kuanza kuweka timu chini. Mechi imeanza kaanza kuweka timu chini. Anamsoma mpinzani. Alivyoona Sfaxien yenyewe mbona mweupe, anakuja kuna mianya kibao akaitoa timu. Kapiga counter moja pam imewekwa kwenye njia, akamalizia. Umeelewa? Kwa hiyo huyu ni Fadu Davids. Hii mechi
sioni Fadlu Davids akienda kufungua booster mshambulia RS Berkane. Kitu cha kwanza ambacho kitakufanya au kitaifanya Simba ya Fadlu Davids itoboe ni kumheshimu Berkane. Sawa, ni timu ambayo ina capacity, ina nguvu, ina ability ya kukufunga ikiwa nyumbani kwake. Na sio tu Simba, timu yoyote Afrika pale ni pagumu. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kufaulu, ni kujua na kumheshimu, nampa heshima yake. Kama bwana hapa ni nyumbani kwako, heshima yako hii hapa. Simba kacheza kwa discipline pale. Sawa, aende akatengeze mechanism za kudefend, kuangalia, kushambulia iwe kwenye counter. Of course unapodefend kwa big time maana utashambulia kwa counter. Anaweza katengeneza kushambulia kwa counter sababu ana hao winga ambao wanakaa